ACT Wazalendo, taifa kwanza leo na kesho. Waheshimiwa viongozi, tumekaa kwenye kikao hiki leo. Ni kikao cha kanda, ni kikao ambacho kinatengeneza mustakabali wa chama cha ACT Wazalendo hasa kanda ya dhahabu. Lakini pia tuna viongozi hapo kutoka kanda ya Ziwa, ambaye mwenyekiti wa mkoa wa Mwanza yuko hapa. Kikao hichi kimeundwa na mikoa minne ya kichama, lakini kiserikali ni mikoa mitatu: Shinyanga, Simiyu pamoja na Geita. Mkoa wa Kahama ni mkoa wa kichama kwa sababu ya shughuli za kiutendaji, kurahisisha shughuli za kiutendaji. Kwa hiyo tunasema mikoa minne ni kanda ya dhahabu. Waheshimiwa viongozi, leo tumekutana hapa kwa ajili ya kuenda na slogan yetu linda demokrasia. Sisi dhamira yetu kubwa ni kwenda kwenye uchaguzi. Na sio kwenda kwenye uchaguzi tu, dhamira yetu kubwa ni kwenda kushinda. ACT Wazalendo kanda ya dhahabu tumejipanga vizuri. Tumejipanga vizuri kabisa, tuhakikishe kwamba tunakwenda kushinda kuanzia kwenye kura za urais zitoke nyingi kwenye kanda ya dhahabu, lakini pia wabunge kila jimbo. Viongozi hapa wametoa taarifa, tayari tumeweka viongozi karibia kila jimbo wagombea wa ubunge, lakini pia madiwani. Wito wetu sasa kwa wananchi wa kawaida, kwanza tunawasihi na kuwaomba sana washiriki uchaguzi. Kutokushiriki uchaguzi sio sosi ya kumaliza matatizo ya Tanzania. Ni vizuri watu wakashiriki uchaguzi, hatimaye tukapigania demokrasia sasa tukiwa ndani. Sio tunaenda kupigania demokrasia tukiwa nje. Lakini kitu kingine, tunawashawishi wa Tanzania wa kawaida, wakati na wajuu, wajitokeze kwenda kuomba kuchaguliwa. Watiwe nia kwenye udiwani, kwenye ubunge, lakini pia mpaka kwenye urais. Sisi milango tumeiacha wazi. Tumeacha wazi kwa mtu yoyote yule kutoka chama chochote. Ili ndio jukwaa zuri la kuweza kusimamia demokrasia nchi hii. Kwa hiyo milango yetu iko wazi. Bado tuko wazi kabisa, fomu muda wote zinapatikana. Kwa hiyo waje, kura za maoni bado tujafikia huko. Tuna nafasi yetu ya kuweka kura za maoni, lakini kwa sasa hivi na chama chetu uzuri wake hakina ni nani atakiwa wagombea. Tunachotaka ni mgombea ambaye anajitambua. Mgombea mwenye uwezo wa kusimamia matatizo ya wananchi. Lakini sio fedha. Maana kama vyama vingine vinaangalia fedha. Maana bila kuwa na fedha kwenye vyama vingine, huwezi kuingia hata kwenye kura za maoni, utoboi. Lakini sisi kiukweli tunatafuta uwezo wa mtu wa kisiasa, uwezo wa mtu wa kuangalia matatizo ya watu na kupigania matatizo ya watu na kuyasemea, lakini pia na utatuzi. Chama hiki ni chama cha kimaswala. Kwa hiyo tunasimamia maswala ya Tanzania. Kitu kingine ambacho tunakiangalia kanda ya dhahabu, tuna matatizo mengi ya kiuchumi. Tumeenda Simiyu, maeneo ya Simiyu wanalima sana pamba, tatizo kubwa ni bei. Tumeenda maeneo ya Geita wanalima tumbaku na mambo ya tatizo kubwa ni bei. Lakini pia tunakuja Kahama na penyewe wanalima mambo ya tumbaku na nini, bado tatizo ni bei. Lakini pia tunakwenda moja kwa moja kwenye madini. Madini nao ni tatizo. Vijana wetu bado ni maskini sana. Hawafanani hata kuwa na ukanda wa dhahabu. Kanda yetu hii ina madini ya kutosha. Kanda yetu inachangia pato la taifa kwa asilimia kubwa sana, lakini hatimaye watu wake ni maskini sana. Kwa hiyo hili tunataka kulipigania kama Watanzania, kama watu wa kanda ya dhahabu. Kwa hiyo tuko serious, tumesimama imara. Kikubwa na kikubwa zaidi, tunataka tuhakikishe kura zetu haziibiwi. Tumejipanga wana ACT. Hatutakubali kura zetu ziibiwe. Kama walivyofanya kwenye serikali za mitaa, mtu anaenda kwenye kituo cha kupigia kura na kura 20 30, anafika anadumbukiza, akitoka pale anaenda anajisifu kwamba mimi ni CCM nilipewa kura 40, kura 20 kaeka kwenye kituo pale. Kwa hiyo ndio maana tumeshinda. Safari hii tunasema hivi, atakaye iba kula, atakayefanya dhuluma yote katika kula, sisi na yeye. Hatutashiriki na chama chake kilichomtuma. Sisi tutadili na yule mtu ni mwizi kama wizi wengine. Kwa hiyo sisi hili tumelisimamia kikamilifu kabisa. Kwa hiyo ndugu mwandishi wa habari, kwa kweli tunashukuru kwanza kutusogelea hapa, zipeleke hizi habari kwa umma. Tuko tayari kwa kuhakikisha kura zetu tunazilinda. Lakini pia tunataka Watanzania watuelewe hivyo kwamba tunaingia kwenye uchaguzi, tunawaomba vijana, kina mama, wazee washiriki na sisi ndani ya uchaguzi. Tukienda kwenye swala la miundombinu, kanda nzima ya dhahabu, ukianzia Kahama barabara ni mbovu sana. Ukienda Meatu huko sijui wapi kanda barabara ni mbovu sana. Ukija Shinyanga usisemi. Ukienda maeneo ya Geita huko usisemi. Simiyu ndio haswa. Barabara zinazoonekana ni zile barabara kuu tu, lakini barabara ukiingia huko ndani ni tatizo, ni mahandaki kila sehemu. Wao CCM walisema wanataka mafiga manne.
Sasa tumewapa mafiga yote manne wa Tanzania, eneo kubwa wanatawala wao, lakini wameshindwa hata kutengeneza miundombinu. Sehemu ambayo mwananchi wa kawaida angeenda kwa shilingi 5,000 inabidi aende kwa shilingi 10,000-15,000. Sehemu ambapo angeenda kwa 1,000 inabidi aende mpaka kwa 3,000. Sasa mvua zinakuja. Kweli ni tatizo kubwa ambalo tunatakiwa tulishughulikie kwenye kanda ya dhahabu. Kitu kingine, elimu. Elimu sasa hivi imekuwa ni changamoto kubwa. Imefikia sehemu hela ya chakula ni tatizo kwa Watanzania wa kawaida. Una wanafunzi 5, unatakiwa kila siku tuwe shilingi 5,000 watu waende wakale shule. Bado hujahudumia kwenye familia nyumbani. Nchi hii ni tajiri sana. Nchi hii sio maskini. Tuna kila aina ya rasilimali. Kwa ng'ombe nchi hii, kwa Afrika nzima tuko kama kwenye nafasi ya 3 au ya 4. Sasa leo tunakuaje ya pili? Yaani kwenye Afrika nzima tuna ng'ombe Tanzania. Sisi ni nafasi ya pili Tanzania katika sehemu yote ya Afrika. Kwa nini tuendelee kuchangia hela ya chakula? Mpaka imefikia sehemu wa Tanzania wa kawaida wanaona kwa tungewekewa sasa angalau tukawekewa ada, watoto tukao nalipia ada kuanzia chekechea mpaka huko chuo kikuu. Lakini leo unaambiwa elimu bure, lakini kila siku utoe hela ya kula kwa mtoto, ikifika Jumamosi na Jumapili utoe hela za mitihani. Kwa kweli hali ni ngumu sana. Kwa hiyo kwa haya tunatakiwa kama Watanzania wa kawaida, tunatakiwa tuiangalie na tusimame kwenye uchaguzi. Kitu kingine, wazee, juzi Shinyanga wameitwa hapa wazee, naibu waziri amekuja. Wameitwa wazee wakaenda, wazee wakawa na shauku kubwa kuja tunaenda kusema mambo yetu ambayo yanatusibu sisi kama wazee. Wazee wanatoka kwenye kikao na wauliza mmesema nini kwenye kikao, lakini pia mmepata suluhisho ya matatizo yenu. Wanakwambia siku tulienda tumepewa wali na nyama, mwisho wa siku tumeambiwa Mama Samia mitano tena. Sasa serikali ya Chama cha Mapinduzi imeshindwa hata kuangalia wazee wake. Sisi ni wazee wa kesho, kwa hiyo tunatakiwa tutengeneze mazingira yetu. Leo mzee akienda hospitali ni tatizo tena kubwa sana. Yaani wazee wanaumwa ndani, kwa hiyo kilichobaki ni kwenda kwenye duka la dawa, anaenda kununua paracetamol, kisha anaenda kununua Flagyl, mtandao hivyo. Kama moyo ulikuwa umeweza kupanuka kidogo, unashtukia unapanuka kwa sana kwa sababu hana uwezo wa kujitibu. Lakini kibaya zaidi, nchi hii ni moja, tunavyoona Tanzania bara na Tanzania visiwani. Kwa nini Zanzibar wapewe kila mzee kila mwisho wa mwezi wapewe shilingi 50,000 kwa ajili ya kujikimu mambo yake mzee? Lakini Tanzania bara imeshindikana. Na wakati Tanzania bara ndio sehemu ya uchumi. Kuna vyanzo vingi vya uchumi vya Tanzania ambavyo Mwenyezi Mungu ametujalia kabisa kumekuwa vya bure. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, hichi kinatusumbua sana. Kwa hiyo tunaendesha kikao hichi leo. Wajumbe sasa hivi wako munkari kabisa, wako tayari kabisa kwa ajili ya kwenda kusimamia mambo ya uchaguzi. Nashukuru kwa mwaliko kwa mara nyingine tena. Nimefurahi kujumuika nanyi na ninawapongeza kwa wazo hilo, na ninatumaini jukwaa hili litatusaidia sana katika kujengana kuelekea uchaguzi mkuu, kwa sababu kwanza wenzetu washaanza kucheza rafu. Kampeni hazijaanza lakini ndio imekuwa tunatiki, tunafanyaje sijui mwezi wa 10. Ninafikiri muda bado, lakini kwa vile wao ni washikadau wanatupeleka kama hivyo wanavyotaka. Lakini kwa maneno mengine, tusiogope. Mimi nawatia moyo, tusiogope. Hawa wameshafeli, na mimi nimekuwa na huyu mama tangu juma ngapi ile kwenye uzinduzi wa daraja la Magufuli, hamna kitu. Yaani ni hakuna. Tusimameni, tunakwenda kuchukua nchi. Kwa sababu watu wamebeza, wamedharau, watu wanakwenda kukusanywa. Hakuna mwenye mwamko wa kusema aenda akamsikilize. Mimi nimeshuhudia ziara yote ilikuwa wote. Kwa hiyo ina maana tujipangeni. Fursa yetu ndio hii. Tusiachie, yaani mpira ndio tushaelekezewa. Tufunge magoli. Mimi kwa jina naitwa Shera Kaeza Nyangaki, mmoja wa washiriki wa kikao cha kanda ya dhahabu, ambayo madhumuni yake ni kuzungumza changamoto za uchaguzi, kujipanga tuendeje katika uchaguzi, lakini na kuimarishana namna ya kukaribiana na chenga za CCM. Mimi ni mzee mzoefu, hao watu nawaelewa, niliwahi kuwachapa, kwa hiyo naelewa tutatumia hiyo busara ili baadaye wagombea wetu waweze kutoboa. Hiki kikao ndio kikao cha mashauriano kwa jinsi ya kuendesha uchaguzi mkuu ndani ya chama kuelekea huo uchaguzi mkuu wa taifa. Sisi tuna uzoefu kwa uzee wetu,
Nimeingia kwenye siasa rasmi 92, nimezeekea humu na ninaenjoy sana, na uzee wangu umekuwa bora shauri ya siasa. Kwa hiyo mimi na imani mwaka huu CCM pamoja na kuona kwamba wamepata mteremko, lakini wataziona gia zinavyobadilika ndani ya anga, hawataamini macho yao. Naitwa Omari Gimbu, ndiye katibu wa mkoa wa Shinyanga, chama cha ACT Wazalendo. Leo hii ilikuwa ni siku ya viongozi wa kanda yetu ya dhahabu. Wamekuja katika mkoa wetu, na mimi kama katibu na viongozi wa Shinyanga ndio wenyeji wa kikao hichi. Kwa hiyo ni vyema ifahamike kuwa tumeita viongozi wa kanda ya dhahabu. Tunaposema katika chama chetu tuna kanda ya dhahabu, kuna kanda mbalimbali ambazo zinajiendesha chama. Tuna kanda kama moja katika kanda hizo ni pamoja na kanda yetu ya dhahabu, ambapo leo utaona kuna Kahama ni mkoa wa kichama, Shinyanga ni mkoa wa kichama wa ACT Wazalendo, lakini kuna Simiyu ni mkoa wa kichama wa ACT Wazalendo, kuna Geita ni mkoa wa kichama wa ACT Wazalendo. Kwa hiyo leo hapa unaona ni viongozi wa kanda zetu za kanda yetu ya dhahabu. Kwa hiyo kikao hichi ni kizuri na kimeendeshwa, kinapanga mipango na mikakati, na kama unavyoona hali halisi tumejipanga kwenda kupambana na udhalimu wa Chama cha Mapinduzi. Kama tunavyosema slogan yetu sisi, fisi hasusiwi bucha au mhuni hasusiwi. Hii slogan ifahamike, wananchi mtuunge mkono, tokeni. Wakati wa mabadiliko sahihi, mabadiliko ya kweli ni wakati huu tulionao sasa. Tuunganeni mkono, tushirikiane, mahali tutakapowafikieni mtupokee, na mtupe ushirikiano wa hali na mali kuhakikisha tunapeleka mabadiliko ya kweli. Na slogan kubwa ya chama chetu ni democracy, kulinda democracy, operation Linda Democracy, na hii tunakwenda kuishikilia sawa sawa hii slogan. Kwenye kikao hiki tunaye Mheshimiwa Tobi, alikuwa mwenyekiti wa chama cha Chadema mkoa wa Shinyanga. Alikuwa nguli wa siasa. Huyu ameshika miaka 5 kuchukua kata kubwa kabisa ya Ngokoro akiwa diwani wa kuchaguliwa. Lakini pia amekuwa mwanasiasa wa muda kwa mkoa wa Shinyanga. Sasa kwa kweli tumepata mtu sahihi sana. Kwa hiyo ni vizuri sasa akaonekana, lakini pia ajieleze yeye mwenyewe, kwa sababu ninamwamini ni mtu sahihi kabisa na ana uwezo wa siasa na anafahamu matatizo ya Watanzania, lakini anafahamu matatizo ya Wanashinyanga, lakini pia na kata ya Ngokoro. Kwa hiyo ni vizuri atasema yeye mwenyewe nini kimemsukuma kuja huku, lakini pia ameonaje, maana vyama viko vingi, vyama viko 10 na ngapi hivyo, lakini ameona chama sahihi ni hiki, akaamua kufika hapa. Kwa hiyo ni vizuri sasa akajieleza mwenyewe ili muweze kumsikiliza, lakini pia waambie wanakanda ya dhahabu pamoja na Watanzania wote kwamba tumepata nguli wa siasa katika mkoa wa Shinyanga na kanda nzima ya dhahabu. Mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Shinyanga toka 2019 mpaka 2024, na nikaja tena nikachaguliwa kuwa kiongozi mwenyekiti wa mkoa tena 24 mpaka 25. Na wakati nikiwa mwenyekiti niliwahi kuwa diwani wa kata ya Ngokoro katika manispaa ya Shinyanga 2015 mpaka 2020. Lakini nilipokuwa diwani kupitia tiketi ya Chadema nilichaguliwa kuwa mwenyekiti wa umoja wa madiwani. Sio huku mnaita kanda ya dhahabu, kule kuna kanda ya Serengeti yenye mikoa ya Simiyu, Shinyanga na Mara. Kwa hiyo tulikuwa na madiwani kipindi hicho, madiwani 140. Mimi nilibahatika kuwa mwenyekiti wa madiwani hao, na tulikuwa tuna halmashauri mbili, halmashauri ya Tarime vijijini na halmashauri ya Serengeti. Kwa zote zile nilikuwa nazisimamia na nikawa mjumbe wa vikao vingi tu vya chama. Lakini pia nilikuwa mbeba begi wa Freeman Mbowe, wengi wananifahamu. Nilikuwa mbeba begi mnaita hivyo. Kwa hiyo wanasema chawa, hapana sikuwa chawa. Nilikuwa msaidizi wake wa karibu kwa namna moja ama nyingine. Mheshimiwa mwenyekiti na viongozi, nisiwapotezee muda. Tarehe 3 ya mwezi huu wa 6
nilijiunga rasmi na ACT Wazalendo makao makuu ya chama na nikapokelewa na katibu mkuu wa chama ndugu Ado Shahidi. Lakini leo pia imependeza mwenyekiti na mjumbe wa kamati kuu wa kanda ya dhahabu kunialika katika kikao hiki. Nimeona ndugu zangu, nimeona wajumbe wa kanda ya dhahabu, nimesikia changamoto na namna mnavyoendesha utamaduni wa vikao. Kwa kweli naona sijajuta kuja kujiunga kwenye chama. Mnaonekana dhamira zilivyo. Bahati nzuri nimekutana na watu mchanganyiko, kuna mwalimu hapa kaongea vizuri, na ukweli sasa hivi ni muda wa ACT Wazalendo kushine kuliko chama chochote. Kwa sababu ACT Wazalendo Zanzibar ni chama namba 1. Sasa hivi Tanzania ukisema chama namba 2 after CCM ni chama cha ACT Wazalendo. Na hapa tunasema tu kisiasa, kiukweli ACT itakuwa ni namba 1 kwa sababu CCM bila mbeleko ya dola hawana chama chochote. Nimeshuhudia mmekuwa na mtandao na nimefurahi zaidi. Sikuwa nafahamu kabisa ile organization kama na nyie mna kitu kinaitwa kanda. Na baya zaidi jina mkaliita kweli kanda ya dhahabu. Na asilimia 90 ya wakazi wa kanda hii yenye mikoa Geita, Kahama, Shinyanga na Simiyu, shughuli zao nyingi ni za madini. Na imani kama tukiwapambania tutakuwa tumepambania taifa la msingi sana katika nchi. Kwa ujumla wake mikoa hii minne inaongeza kuongeza pato la taifa nyingi sana fedha, sina takwimu, lakini tukiongea hii ya juzi tu takwimu iliyopo, kwa kweli tumepata takwimu ni kubwa ya mikoa hii inavyoingiza fedha za kigeni kupitia dhahabu na kupitia madini. Kwa hiyo na imani kuliita kanda hii jina zuri la dhahabu, niwapongezeni sana. Mimi mheshimiwa mwenyekiti na uongozi mnifikishie taifa shukrani za kunikaribisha, lakini shukrani wakati nimefika Shinyanga juzi nikapata taarifa nimeteuliwa kuwa naibu waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia. Sasa mimi kwa siku chache hapa tutafanya, nimeendelea kuwasiliana na mawakili mbalimbali wa ndani na nje ya nchi, tujaribu kuishtaki serikali ya Rais Samia kwa ukiukwaji na kufungiwa kwa mitandao ya kijamii. Tunavyoongea sasa hivi katika sekta hii ya habari imefungiwa mtandao mmoja maarufu unaitwa mtandao wa X ambao zamani kama Twitter. Na umefungiwa tu kwa sababu ya vijana wa Kenya waliokuwa wanamshambulia rais, serikali ikaona ishusha. Lakini hivyo ni kuminya uhuru wa habari na uhuru wa kuongea ambao tumepewa kwa mujibu wa katiba yetu. Ibara ya 18 ya katiba yetu inaturuhusu kutoa maoni na mawazo mbalimbali. Hivyo tunashauriana ndani ya siku 14 tutafungua shauri hili, na uzuri tutakaa kwenye kanda yetu hii ya dhahabu, tutafungulia mahakama kuu hapa Shinyanga ili serikali iweze kufungulia watu watoe maoni yao, watu wapokee maoni yao, na watu hakikishie tunapoenda kwenye uchaguzi mkuu wasifungie mitandao mingine ya kijamii ambayo kwetu sie ndio imekuwa sehemu au jukwaa la kuweza kutoa mawazo yetu mbadala. Ninawashukuruni sana, ninashukuru kunialika na kushukuru mwenyekiti na watu wote, asanteni sana. Tuongea zaidi tukipata muda mwingine. Mimi kwa jina naitwa Shera Kaeza Nyangaki. Huyu Mtobi ni kijana wangu, kumfundisha siasa. Na hakuona pengine pa kuenda, akaona kwamba aende kwa nguli wa siasa za upinzani ili imarike zaidi. Hiyo ndio hali ambayo tunamjenga, aelewe kwamba amehamia chama ambao kina mtazamo tofauti na huko alikotoka. Lakini kama ulivyomsikia anasema kabisa kwamba kumbe nimeenda sehemu sahihi na wala sitajutia. Yeye tumempokea na tunamwelekeza ya kufanya, na ikibidi agombee yeye mwenyewe. Sisi hatuna mwanachama wa zamani au mpya. Mwanachama ni mwanachama. Ukiwa mwanachama haki zote za chama zinakuwa zao. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inaitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg,
Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.